4-1. Kwa nyinyi wachezaji, mchezo wenyewe ulikuwa ni mwepesi au mgumu kiasi gani? Kwanza nashukuru kwa hongera, lakini tukija moja kwa moja kwenye swali lako la mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu kama ulivyoona KMC imejipanga vizuri, kwa sababu katika michezo iliyoisha kupata matokeo yaliokuwa mazuri na wapo chini zaidi kwenye msimamo. Kwa hiyo unapokutana na timu kama hiyo, ina maana ipo kwenye ligi na wao ina matamanio ya kupandisha performance yao, lakini kwa ujumla naweza kusema mechi ilikuwa ngumu sana, lakini tunamshukuru Mungu tumefuata maelekezo ya walimu wetu na kila mtu ambaye amepata nafasi ameonyesha alichokuwa nacho kuweza kusaidia timu. Kipindi cha kwanza hamkuanza vizuri, mchezo ulienda kwa 1-1. Baada ya kwenda mapumziko, mwalimu aliwaambia nini dressing room, na tunaona mlipokuja kwenye kipindi cha pili timu ilibadilika na kupata magoli matatu? Kwa kipindi cha kwanza ni kweli, baada ya kupata goli tulikuwa tumeshuka kidogo, wapinzani wakarudisha, lakini tulipoenda katika vyumba vya kuvalia, mwalimu alisema tuwe na uvumilivu tunapokuwa na mpira, kwa sababu wao wanaweka block chini, na maana kucheza na timu hiyo inahitaji uwe na uvumilivu kuhakikisha mnacheza ili kuweza kupata zile nafasi za kutengeneza magoli na kutumia vizuri. Kwa ndio tulichokifanya. Kwa mwenyewe binafsi umeanza kupata nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha Yanga. Tutegemee kuona wapi msimu huu wa Yanga Africans? Kwanza kikubwa nashukuru kwa nafasi ninayopata. Yanga ni timu kubwa, kila mtu anafahamu hilo, na wana wachezaji ambao wamewatoa sehemu tofauti na wote wenye quality kubwa. Kwa hiyo kupata nafasi kwangu mimi kunanipa changamoto ya kuamini kwamba na uwezo, lakini jitihada kila siku hakikisha kila ninapopata nafasi niweze kuisaidia timu yangu kwa maelekezo ya mwalimu, lakini na kuweza kuipambania timu na washabiki waliokuja kama hivi siku zote ambao wanatupa support. Kwanza tunashukuru mchezo umeanza salama, umeweza kuisha salama. Ili tumepoteza mchezo kama mlivyoona. Mwanzo tulianza vizuri, tumeweza kutengeneza nafasi, tumeweza kutumia baadhi ya nafasi. Mchezo umebadilika kwetu, kuna makosa ambayo tumeyafanya, wenzetu wameweza kupata hizo goli. KMC hamko kwenye hali nzuri na bado mnaendelea kupambana. Shida ni nini hasa, na naomba nini wapenzi wa soka kuhusiana na KMC msimu huu? Ni kweli hatuko vizuri, ni kipindi kinapita, kipindi kigumu kinatupitia. Hatujaona matokeo mazuri takriban sasa mechi ya 5 mfululizo tunafunga. Kwa hiyo tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi, tunakaa chini na walimu, tunaangalia wapi tunakosea karibu kila mechi. Mechi hii imeisha, sasa hivi tunaangalia mechi inayofuata zidi ya JKT katika uwanja wetu wa nyumbani. Tunawaahidi mashabiki wetu wa KMC pamoja na wadau wote wa mpira tutafanya vizuri katika mechi zote zinazofuata. Nini kiliwapoteza kipindi cha pili? Kwa sababu kipindi cha kwanza mlianza vizuri sana, lakini kipindi cha pili concentration, umakini ulipungua. Kwa nini mpunguze umakini? Tulazimishwa kufanya makosa. Baadhi ya makosa tumeyafanya kwa uzembe. Ndio maana wenzetu wametumia kusababu ya quality yao. Yanga Africans wana quality kubwa. Kufanya kosa moja wanakuadhibu kosa moja. Kwa kosa moja wana create kwa goal. Mwalimu analalamika juu ya penalty. Kwa upendo wenu wachezaji, mimi nimekaje? Nadhani mmeona mpaka inaikuwa penalty, maana sisi tumefanya kosa. Kosa ambalo sisi tulifanya kwenye defense. Yanga Africans wametumia nafasi hiyo. Refa kaweka penalty. Hiyo wenyewe wachezaji mnaanza nini? Kupoteza michezo mitano na kushusha morali kwa kiasi gani? Kubwa tunapeana hamasa, tunapeana morali, tunaambizana. Makosa tunafanya kurudia, tunajitahidi kupunguza. Mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo tunafanya makosa tunaadhibiwa. Kwa hiyo tunaambizana kila siku tujaribu kupunguza makosa. Inshallah kwenye game zinazofuata tutafanya vizuri.